Askofu wa KKKT Dayosisi ya Mashariki Ziwa Victoria, Askofu Oscar Lema amewataka washirika kufuata mafundisho ya neno la Mungu ili kuacha matendo yanayomchukiza Mungu. Wananchi katika mkoa wa Katavi wamewasilisha malalamiko yao kwa Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba kuhusu baadhi ya watendaji kutofanya kazi zao kwa weledi, hivyo kukwamisha maendeleo. Katika kuishi kiroho kipindi cha Kwaresma, walezi wa watoto wa Kanisa Katoliki Jimbo Kuu la Dar es Salaam wametoa msaada wa vifaa tiba na hospitali ya Kardinali Rugambwa yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 11. Na katika habari za kimataifa, bunge la Ethiopia limetangaza siku 3 za maombolezo ya kitaifa, huku idadi ya waliofariki kutokana na mafuriko na maporomoko ya ardhi katika eneo la kusini la Gamo ikiongezeka na kufikia watu 80. Na mtazamaji, ni wakati mwingine tena na kukaribisha popote pale ulipo. Bila shaka wewe ni mzima buheri wa afya njema. Karibu katika Upendo TV habari weekend leo. Mimi ni Francisco Nongolo na kusomea habari za kitaifa, lakini pia habari kutoka mataifa mbalimbali. Utabiri wa hali ya hewa huu ni kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, TMA. Basi tuanzie katika jiji la Mwanza ambapo askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Mashariki ya Ziwa Victoria Mwanza, Askofu Oscar Lema ambaye ni kaimu mwenyekiti wa halmashauri ya misioni uinjilisti KKKT amewataka washirika kufuata mafundisho ya neno la Mungu ili kuacha matendo yanayomchukiza Mungu. Wito huo ameutoa kwa washirika wa KKKT nchini wakati wa kikao cha halmashauri ya misioni uinjilisti na mawasiliano uliofanyika jijini Mwanza, ambapo amehimiza viongozi wa kanisa hilo kutumia vyema mafundisho katika kuwajengea uwezo wa waumini ili kuepukana na matendo ya kishirikina yanayoweza kuleta uvunjifu wa amani. Kwa sababu neno la Mungu linamfundisha mtu kuacha imani na mapokeo ambayo sio sahihi. Kwa hiyo mtu anapopokea neno la Mungu kupitia uinjilisti, kwa ni rahisi kuacha imani ambazo za kishirikina, imani zile ambazo za kuamini miungu na ambayo wakati mwingine yanaweza kaleta uhasama katika jamii. Kwa hiyo na vile vile mtu anapopokea neno la Mungu anaweza akawa rahisi hata anapougua kwenda hospitali badala ya kwenda kwa waganga wa kienyeji, lakini vile vile akapata elimu, akaenda shuleni kwa ajili ya kupata elimu ambayo itamwezesha kukua. Naibu Katibu Mkuu Misioni na Uinjilisti KKKT Mchungaji Godfrey Walalaze amesema kuwa KKKT imeweka mikakati mbalimbali kuimarisha jamii ya Wakristo wenye hofu ya Mungu. Swala la maadili, swala zima la utu na uzalendo, kanisa limekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba watu wanathamini utu na utu unaheshimiwa. Na katika hilo ni kufundisha misingi ya neno la Mungu kwa amri 10 za Mungu, zile zinazungumza kila kitu juu ya kuthamini utu wa mtu. Lakini pili, kuwajengea uwezo wa kuweza kupambanua kati ya jema na baya, iwe ni kisiasa, iwe ni kiuchumi, iwe ni kijamii, kujipambanua. Lakini zaidi sana kuwawezesha watu wetu kuweza kuishi hata katikati ya changamoto mbalimbali, wakimtanguliza Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yao, kwamba ije mvua ama lije jua, kamwe sitamwacha Yesu. Katikati ya changamoto hizo unahitaji kuwaimarisha kiroho, lakini pia kuwa na jumuiya za kuweza kuishi pamoja, kuimarishana. Baadhi ya wajumbe wa mkutano huo wamesema kuwa malengo ya misioni na uinjilisti ni kuimarisha na kujenga jamii ya vijana, watoto, wanawake na wanaume wenye kumjua Mungu na kuachana na matendo maovu. Kwa ni wajibu wetu kushirikiana kuhakikisha huduma ya misioni na uinjilisti inakuwa katika kanisa na wengi wamjue Kristo, wamfahamu Kristo. Ziko changamoto nyingi ambazo vijana wanapitia, lakini pia watu wazima wanapitia, wazee wetu, ambazo zinahitaji vijana wawe na hekima ya kimungu. Ili waweze kumjua Mungu, ni lazima sisi vijana kuzungumza kwa lugha inayoeleweka kwetu sisi, lakini pia na kwa wengine, ili kuhakikisha vijana wote tunawavuta kwa Kristo na hata kanisa linaendelea kukua, lakini pia watu wanamjua Mungu. Jambo la muhimu sana kwa washirika ni kujitoa, kuendelea kujitoa na kusikiliza kwa makini yale maelekezo wanayopewa na viongozi wao ya kuwajenga kiimani, na kutoka wao waelimishe na watu wengine ambao hawana nafasi ya kuweza kufika labda kwenye ibada, kwenye mihadhara mbalimbali, ule uinjilisti wa nyumba kwa nyumba.
Kwenye nafasi za misioni, kwenye nafasi za uinjilisti, wanawake nao wamepewa nafasi kubwa, na wenyewe pia wanajitoa kwa wito walio nao kulisaidia kanisa na kueneza injili kwa nguvu kubwa. Lakini pia kuwalea vijana kwenye malezi ya watoto wa kike na watoto wa kiume. Wanawake wamesimama kwa nafasi hiyo kubwa kufundisha maadili ya kanisa. Mkutano huo umeshirikisha baadhi ya viongozi wa misioni kutoka dayosisi mbalimbali za KKKT. Na tukitoka huko Mwanza sasa tuelekee Katavi. Wananchi wa kata ya Sitalike katika halmashauri ya Nsimbo wilayani Mpanda katika mkoa wa Katavi wamewasilisha malalamiko yao kwa Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba kuhusu baadhi ya watendaji katika wilaya hiyo kutofanya kazi zao kwa weledi, hivyo kukwamisha maendeleo. Wamesema hali hiyo imekuwa ikisababisha kuchelewa na kukosekana kwa haki katika kushughulikia masuala yanayowahusu na kuwalazimu kufuatilia kwa muda mrefu baadhi ya huduma muhimu, ambapo mmoja wa wananchi amesema hali hiyo imekuwa ikisababisha kupungua kwa imani ya wananchi kwa baadhi ya watumishi wa umma. Ndio matatizo yapo vijiji vya mbele kwa majirani zetu hapo Mtisi, Magula na kwingineko. Changamoto ziko hivyo hivyo. Sema ni kwa sababu ya muda hujapata nafasi ya kuzungumzia vijiji vingine, wamekupa changamoto nyingi zaidi kwa wanaosawa madini. Kwa mambo yako hivyo, na watu wakienda kulalamika kwa viongozi, wanaopewa fedha ni wale wanaokuwa wanamiliki leseni. Labda sijui, nisiseme labda kumsemea mtu uongo, labda kuna vitu wanatanguliza ndio maana wanakingiwa, na baadhi ya viongozi wetu na watendaji wetu wa serikali hawafanyi kazi zao kwa weledi. Ndio maana tunafika hapa tunapokuwa tumefika. Ndio maana wananchi wanafikia mahali wanasema wanaichukia serikali. Sio kweli. Waziri Mkuu Daktari Nchemba amewataka watendaji kutekeleza majukumu yao na kuwahudumia wananchi, kwa sababu moja ya malengo ya serikali ni kuwapeleka kwenye maeneo hayo ni kuwahudumia wananchi bila ubaguzi wa aina yote, huku akimwagiza Waziri wa Madini Anthony Mavunde kufika katika kata ya Sitalike kushughulikia kero ya uchimbaji. La daraja tumpongeze sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu ni daraja ambalo limeweka tofauti na lile lililokuwepo la awali. Lakini pia tumeona na barabara sehemu ambayo ilikuwa na kona kali sasa imenyoshwa. Na Mheshimiwa Naibu Waziri ametuambia kwamba yako madaraja ya aina hii mengi ambayo yametengenezwa. Hii yote ni kwa ajili ya kuokoa maisha ya Watanzania katika maeneo ambayo yalikuwa yanaleta shida. Mkuu wa mkoa amenisimulia kwamba kuna siku walikwama upande wa pili kuanzia saa 7 mchana mpaka saa 7 usiku. Hiyo ni taarifa moja tu. Kwa hiyo zitakuwepo taarifa nyingi za wananchi zinazohusiana na jambo hili. Katika hatua nyingine, Daktari Nchemba akizungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika viwanja vya Kibaoni, kata ya Kibaoni, halmashauri ya wilaya Mpimbwe, ameziagiza halmashauri zote nchini kutumia mapato ndani kulipa walimu wanaojitolea katika shule mbalimbali badala ya jukumu hilo kubebwa na wazazi. Na sasa mtazamaji, ni katika jiji la Dar es Salaam katika kuishi kiroho kipindi cha Kwaresma kupitia matendo ya huruma, walezi na watoto wa shirika la kipapa la Utoto Mtakatifu Kanisa Katoliki Jimbo Kuu la Dar es Salaam limetembelea wagonjwa katika hospitali ya Kardinali Rugambwa iliyoko Ukonga na kukabidhi vifaa tiba pamoja na mahitaji mbalimbali ya wagonjwa vyenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 11. Akizungumza wakati wa tukio hilo, mwenyekiti wa walezi wa Utoto Mtakatifu Jimbo Kuu la Dar es Salaam Cletus Manjani amesema amekuwa utaratibu wao wa kufanya matendo ya huruma katika kipindi cha Kwaresma kwa kuwasaidia wahitaji kama sehemu ya kuishi kiroho kwa vitendo. Akizungumza wakati wa makabidhiano hayo, paroko wa parokia ya Ukonga Padre James Muyunge kwa niaba ya askofu msaidizi wa jimbo hilo Mhashamu Henry Mchamungu, kwa moyo wao wa kujitoa na kuwasaidia wagonjwa, ameeleza kuwa hata yeye mwenyewe ni mnufaika wa huduma zinazotolewa na hospitali hiyo, huku akiwahimiza kuendelea na moyo huo. Mkurugenzi wa hospitali ya Kardinali Rugambwa Sister Daktari Sara Deogratius, mbali na kushukuru kwa majitoleo hayo kwa kutokana na ubora wa huduma zinazotolewa, hospitali hiyo imefanikiwa kufikia kiwango cha 5 cha viwango vya huduma bora, yani Safe Care Standards, pamoja na kupata cheti cha ubora huduma za maabara. Mbali na majitoleo hayo, pia walezi hao
wamechangia damu ambapo kiasi cha uniti 56 zimepatikana. Sasa tuelekee kule katika mkoa wa Morogoro. Wananchi wa kijiji cha Kunke, kata ya Mtibwa, wameomba serikali kupitia mbunge wa jimbo la Mvomero kuingilia kati mgogoro uliopo baina ya wakulima na wafugaji, hali ambayo imekuwa tishio katika kijiji hicho. Akitoa taarifa kwa mbunge, mtendaji wa kijiji cha Kunke Jackson Simon amesema changamoto kubwa inayochangia migogoro hiyo ni ukosefu wa eneo maalumu la wafugaji, jambo ambalo linasababisha mifugo kuingia kwenye mashamba ya wakulima kwa ajili ya mifugo na malisho, na hii hupelekea migogoro ya wakulima na wafugaji, ambapo baadhi ya wafugaji hutumia mashamba ya wakulima kulisha mifugo yao. Ili uwepo wa mashamba pori ambayo hajalimwa na wamiliki kwa muda mrefu, ambapo yamekuwa kama chanzo cha wafugaji vamizi kuishi kwenye maeneo hayo. Tatu, wafugaji kutoka vijiji jirani Jinda na Mlombilo kuleta mifugo yao kwa ajili ya malisho. Nne, upungufu wa walimu kwa shule ya msingi Kunke na Makwaru, pamoja na upungufu wa vyuo vya shule kwa shule ya msingi Kunke. Diwani wa kata ya Mtibwa Mawilo Kibacho amesema tatizo la mifugo limekuwa kero kubwa kwa wakazi wa kijiji hicho, kwani takribani 90% ya wananchi ni wakulima, hivyo hali hiyo inachangia kuongezeka kwa migogoro kati ya wakulima na wafugaji. Tunao shida kubwa, na shida kubwa ambayo inatusumbua ndugu yangu, ambayo ni kero kubwa, ambayo ni kero ya mifugo. Ili limekuwa ni tatizo kubwa sana. Wananchi hao 90% wanategemea kilimo, zao la miwa pamoja na mazao mengine kama mpunga. Lakini kiukweli changamoto ya mifugo imekuwa nyingi. Ni ukweli tumepambana nalo, mheshimiwa mbunge. Tunamshukuru uongozi wa OCD wilaya pamoja na mkuu wa kituo, amekuwa akitupa angalau hata doria kuweza kupambana angalau kuwasukuma wale wafugaji. Lakini wafugaji wa kweli wana changamoto kubwa sana. Ndugu yangu, tunajua kwamba wafugaji ni wa kwetu, wakulima ni wa kwetu, na wote ni Watanzania ni wamoja. Na unapoenda kwa mfano mgawani, ni lazima uombe nyama pamoja na ubwabwa. Nyama inatokana na mfugaji, lakini ubwabwa ambao ni mchele unatokana na mkulima. Kwa hiyo watu wote hao tunawahitaji, lakini kuna mmoja anakuwa na changamoto ambayo ni mfugaji. Mbunge wa jimbo la Mvomero Sara Msafiri Ali amewataka wafugaji wanaovunja sheria kwa kuvamia mashamba ya wakulima kuacha mara moja tabia hiyo, kwani hatutaki wafugaji walete mifugo kwenye mashamba ya wakulima. Wafugaji ni wananchi wangu, wakulima ni wananchi wangu. Kila mtu ajue majukumu yake na mipaka ya kazi yake. Tumeelewana? Ajue anafuga ng'ombe 100, ajue atawalisha wapi. Ajue anafuga ng'ombe 10, atawalisha wapi. Sio nafuga ng'ombe 100 kwa kulishia kwenye mashamba. Hilo mimi mbunge na mimi ninasema sitalifumbia macho. Tumeelewana jamani? Na kwa vile taarifa imesema vizuri kwamba pamoja na changamoto hizi mmejitahidi wataalamu kuwaelekeza wananchi kufuata sheria, na mimi bado ninaamini wapo wafugaji wazuri tu, ila kuna wachache ndio wanaharibia wafugaji wenzao. Sasa kama vile watoto wakulima wakikosea, wakiwa na makosa ya kijinai tunawapeleka polisi na mahakamani, basi na wafugaji nao tutahakikisha sasa tunawapeleka polisi na Mbunge huyo pia amekagua ujenzi wa madarasa mawili katika shule ya msingi Kunke. Mtazamaji, sasa tuangazie taarifa katika jiji la Dar es Salaam. Mvua kubwa zilizoanza kunyesha usiku wa kuamkia leo katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam zimesababisha mafuriko katika baadhi ya maeneo na kuvuruga shughuli za usafiri kwa madereva na wanaotembea kwa miguu. Miongoni mwa maeneo yaliyoathirika ni karibu na Shoppers Plaza Mikocheni, ambako maji yamefurika asubuhi na mapema na kufunika sehemu ya barabara kufuatia mvua zilizonyesha usiku kucha. Mvua hizo pia zimesababisha maji kukusanyika barabarani katika mifereji, hali inayoweza kuathiri zaidi usafiri iwapo mvua zitaendelea kunyesha kwa muda mrefu. Haya mtazamaji, mambo hayo ya mvua katika jiji la Dar es Salaam, hakika kwa mvua ni radi hivi usiosikia radi kwa muda mrefu wameshtuka kwelikweli leo. Haya, tuelekee sasa katika jiji la Tanga. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesema serikali inaendelea kutekeleza miradi mingi ya maendeleo ya miundombinu nchini, hatua inayoridhisha dhamira ya dhati ya kuijenga na kuikuza Tanzania. Amesema hayo katika mkoa huo alipokuwa akizungumza na wajumbe wa kamati ya kudumu ya bunge
ya miundombinu mara baada ya kutembelea na kukagua maendeleo ya ujenzi wa daraja la Pangani lenye urefu wa mita 525 pamoja na barabara ya Tanga Pangani yenye urefu wa kilomita 50 inayojengwa kwa kiwango cha lami. Kama unaweza ukaona mwenyekiti, ni ujenzi mkubwa sana ambao unaendelea chini ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na jemadari wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa mwenyekiti, nchi yetu kila mahala inajengwa. Yaani unaweza ukatumia lugha ya kusema kwamba it is a construction site everywhere. We are building our nation. Na hilo ni jambo jema sana linaloonyesha uimara wa uchumi wetu na unaoonyesha kwamba nchi yetu inakuwa kila uchao, na ndio maana kila mahala panajengwa kubwa. Kaimu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya miundombinu Profesa Joyce Ndalichako ameipongeza serikali kwa juhudi zake za kujenga na kuunganisha nchi kupitia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Amesema miradi hiyo ikiwemo ujenzi wa madaraja, barabara za lami na viwanja vya ndege ina mchango mkubwa katika kufungua fursa za kiuchumi, kurahisisha usafiri na usafirishaji pamoja na kuchochea maendeleo ya taifa. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri umepewa jukumu la kusimamia. Mheshimiwa Rais maono yake tunayaona na kazi yake nzuri ya kuhakikisha kwamba sekta ya ujenzi na uchukuzi ambayo ni muhimu katika uchumi wa taifa letu zinafanya kazi vizuri na anatoa fedha nyingi. Kwa hiyo tunaomba msimamie vizuri, na tungependa pia kuona kasi inaenda vizuri zaidi, kwa sababu wananchi hao Wapangani na Watanzania, maana hii barabara itakuwa inaenda paka Bagamoyo. Kwa hiyo tungetamani ikamilike upesi ili manufaa ambayo yamekusudiwa. Basi Watanzania, Mheshimiwa Rais amesema sio swala la kujenga, pia anataka kuona tabasamu. Watanzania watabasamu kwa kupita kwenye barabara na madaraja mazuri kama haya. Nchi zilizoendelea madaraja haya ya namna hii sio mengi. Kwa wale ambao mnasafiri, mimi nimesimama kuipongeza serikali sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, naipongeza serikali mno. Namalizia kwamba nchi yetu inajengwa. Watanzania wasidhanie serikali inafanya mchezo. Serikali inajenga nchi. Haya ni mapinduzi makubwa kutoka kwenye feri ya kusukuma kwa waya tukapata feri ikawa inazunguka inatembea kwa diesel, alafu leo tunageuka kuja kupata daraja. Lazima tujipongeze sana. Na sasa mtazamaji, tuelekee nyanda za juu kusini katika mkoa wa Iringa. Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira Daktari Festo Dugange amewataka wananchi waitunze miradi inayotekelezwa katika vijiji vyao ili iendelee kuleta tija. Hayo amesema wakati wa ziara ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Maji na Mazingira kukagua mradi wa urejeshwaji endelevu wa mazingira na hifadhi ya bioanuwai Tanzania katika halmashauri ya Iringa, ambapo amesema serikali inatumia fedha nyingi ili kuwaletea wananchi miradi hiyo ambayo inawezesha kufanyika shughuli za kujiingizia kipato badala ya kuharibu mazingira. Jambo la msingi wananchi tuwaombe, moja, tutunze miradi hii. Imetumia fedha nyingi sana serikali kule kwenye eneo la umwagiliaji, tutunze. Mwenyekiti yupo, diwani, bahati nzuri mheshimiwa mwenyekiti, na wananchi tutunze. Na huu mradi ukikamilika tuutumie, kwa sababu lazima tutunze mazingira yetu. Tusikate miti ovyo, lakini tuhakikishe hatukati mikaa, na ndio maana tunaleta miradi ile ili badala kipato kutokana na mkaa na miti na kulima vinyungu ndani ya mto, tulime kwa umwagiliaji, tupate tija, tulime kiangazi na wakati wa masika, tutunze mazingira yetu. Niwapongeze sana kwa mradi huu mzuri na mkubwa. Kamati hii ya Bunge imefika mpaka kule kwenye mradi wa umwagiliaji, na tumejionea kazi nzuri iliyofanywa kwa maslahi ya wananchi wa kata ya Nzihi, Kipera na maeneo ya jirani. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Maji na Mazingira Festo Kiswaga amesema serikali itaendelea kutekeleza na kukamilisha miradi hiyo haidi kwa kuhusu biashara ya kaboni, na amewataka wananchi waendelee kuwa na imani na serikali, kwani itaweka mazingira wezeshi ya uwekezaji. Pale bondeni swala la mfereji, kwa kuwa tulishotolea maelekezo, kwa kuwa wananchi wengine mko hapa, Wizara ya Mazingira iko hapa, ni wizara sikivu, inamsaidia sana Mheshimiwa Rais vizuri sana katika eneo la mazingira, maana rais ndio mwana mazingira namba 1. Wameridhia kwamba watakwenda kutafuta fedha
ule mradi wote watakwenda kukamilisha. Kwa hiyo swala la skimu msitie shaka, inaweza ikachelewa kidogo, muwe wavumilivu. Lakini tumeshakubaliana swala la kwenda kutafuta mwekezaji wa hiyo hewa ya ukaa. Wenzetu pia wako hapa wa kituo kinachoshughulikia masuala ya carbon, watajitahidi wawaletee mradi ili kijiji kitakuwa na mahela. Kwa hiyo mambo yenu ya umeme, ya mitungi ya gesi mtakuwa mnanunua wenyewe, kwamba kila kaya kipewa kiasi fulani, manake wenyewe mnaweza kufanya nini? Kununua kagesi ili mazingira muendelee kutunza. Hatutaki. Mradi wa SLR unatekelezwa na ofisi ya makamu wa rais kwa kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la mazingira UNEP katika halmashauri za wilaya Iringa, Wanging'ombe, Mbarali, Mbeya, katika bonde la Ruaha Mkuu na halmashauri ya Sumbawanga, Mpimbwe na Tanganyika katika bonde la Ziwa Rukwa. Mtazamaji, tukitoka huko Iringa, taarifa hiyo imetuhitimishia habari za kitaifa. Bado niko nao, jina langu mimi ni Francisco Nongolo. Tupate mapumziko mafupi, nikirejea hapa nitakusomea habari za kimataifa. Tafadhali usiondoke, salia hapo.